Mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana. Hii ni kama kawaida tunakutana kwa ajili ya ile sehemu mahususi kabisa ambapo tunakwenda kumfahamu kiongozi ni nani huyu, ametokea wapi, wasifu wake na mambo mengine kadha wa kadha. Na kama ilivyo kawaida, wakati uliopita tulikuwa na mneki mstaafu, mneki wa kipindi cha nyuma kidogo. Huyu si mwingine bali ni Meijo Laizer ambaye pia yeye kwa sasa ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Siha. Sasa tuliongea naye mengi na leo tunaendelea kuongea naye zaidi na zaidi. Lakini kwanza tunaanza kwa kusalimiana. Ndugu yangu, habari za muda huu? Nzuri kabisa kiongozi. Naam. Karibu sana kwa mara nyingine tena. Asante sana. Naam. Mara ya mwisho tulipoongea tuliwacha wasikilizaji ama watazamaji wakiwa na shauku kubwa kufahamu pale uliishia kwamba ulikuwa miongoni mwa wanachuo ambapo mlijitokeza ama mlichaguliwa kwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 katika kinyang'anyiro kile cha kugombea urais kwa maana ya fomu, kumsaidia kwenye kupata wadhamini wa kujaza ile fomu. Tuliishia hapo. Sasa labda tungependa kufahamu mchakato ule ulikuwaje haswa? Kwanza ni kushukuru kwa kuendelea kunipa fursa lakini pia kunialika katika chombo chako kwa ajili ya kutanabaisha baadhi ya hayo. Na moja ya vitu ambavyo ulikuwa tumewaahidi watazamaji wetu ni kupata uondo na kujua mchakato ule na namna ambavyo chama kimetupa heshima, lakini mimi binafsi kama mwanafunzi wa chuo kikuu wakati ule 2010, na niseme tu kwamba kwa kweli ni kama ulivyosema kwamba Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alikuwa rais wa awamu ya 4 katika kile kipindi chake cha pili ametupa imani vijana wa vyuo vikuu. Ndio. Na kama nilivyokuwa nakwambia, nafikiri vyuo vikuu kwa mwaka 2010 kulikuwa na vuguvugu kubwa sana la vyama vya upinzani. Na sisi kama vijana wa makada wa system tulikuwa tunahakikisha kwamba chama chetu kinapata uungwaji mkono kwa vijana wa vyuo vikuu. Kwa hiyo tunamshukuru. Mimi binafsi nimepata fursa ya kupata nafasi ya kwenda kutafuta wadhamini wa rais kwa ajili ya kupata ile ridhaa ya kugombea kuwa mgombea wa system. Na nakumbuka ndo mara yangu ya kwanza kabisa kupata nafasi ya kwenda kwenye ikulu ya rais. Jambo ambalo kwangu mimi ilikuwa ni surprise, na ninamshukuru Mungu sana kupata heshima hiyo, lakini pia kupata jukumu hilo la kitaifa. Tena jukumu ambalo linamlenga rais wa taifa letu. Kwa kweli mimi nimepata hiyo fursa. Nakumbuka tulikuwa wawili, kwa na kijana mmoja ametoka chuo kikuu cha UDOM na tukaenda mkoa ule wa Shinyanga, tukafanya kazi nzuri sana. Tukapata ufanisi, na ndio baadaye tukapeleka ile taarifa kwa Mheshimiwa Rais kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunawasilisha kile ambacho tulikuwa tumetumwa. Na niseme tu kwamba dhamira ya rais hata alivyokuwa anatuambia, amesema kwamba kwenye chama hiki kuna watu wengi, kwenye chama huko kuna watumishi, kuna maafisa, lakini pia kuna serikali ingeweza kumsaidia, lakini lengo lake la kutupa sisi kama vijana wa vyuo vikuu ni kutujenga na kutuandaa kuwa viongozi. Na jambo hilo limetusaidia sisi kupata fursa na kujifunza yale ambayo yanatakiwa yafanywe, lakini yale ambayo yanatakiwa sisi tutimize kama vijana ambao tumeaminiwa na viongozi wa ngazi ya juu kabisa. Lakini sisi kama mimi binafsi na hiyo kwangu mimi imenipa njia ya kutoka na mpaka hapa nilipo, imenifungulia milango ya uongozi, na kama nilivyoeleza huko awali, ndo baada ya hapo kutoka kabisa tukapata dhamana sasa ya kushiriki kwenye kampeni ya rais hiyo 2010. Na mimi moja ya vijana ambao nikapangwa mkoa wa Kilimanjaro. Tukawa timu kwenye kampeni zile za rais kutembea mkoa wa Kilimanjaro na baadhi ya wilaya ambao pia tulikuwa tumestick kwa maana ya kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais anapata ushindi, lakini Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi kwa maana ya madiwani na wabunge. Pengine tukirudi nyuma kabla ya kampeni, kwenye huo mchakato wa kupata wachuoni pale, unajua wanachuoni wengi. Sasa ilikuwaje wewe na nyinyi wachache mkapata hiyo fursa kati ya wanafunzi wengi au wanachuo wengi ambao walikuwa pale? Mimi nafikiri moja ya inawezekana labda ametumia swala la uadilifu, lakini pia uwajibikaji, lakini pia sisi wengine tulikuwa tunabeba dhamana ya chama kwenye hasa katika mkoa wetu wa Kilimanjaro katika vyuo vikuu. Kwa hiyo inawezekana jicho la ofisi ya rais likaniona na ikaona wengine ambao wachache wetu ambao tumepata fursa
ya kufanya hiyo kazi ambayo ni kazi kubwa ambayo bado itabaki kwenye historia ya maisha yangu, lakini itabaki kwenye historia ya chama kwa sisi vijana wa vyuo vikuu kupata dhamana hiyo. 2010 nakumbuka kampeni zilikuwa pia zimegubikwa na upinzani. Vyama vya upinzani hususan Chadema ilikuwa na yenyewe naona sio haba, ilikuwa iko juu kiasi. Vipi, mlipata tabu kiasi gani kwenye kampeni zile? Actually wakati ule kwa kweli kulikuwa na vuguvugu la vyama vya upinzani, kulikuwa na nguvu kwa kiasi fulani, lakini unajua kwa kazi kubwa ambao serikali ya CCM ilikuwa inafanya, actually CCM imebaki kupata ile ushindi ambao ulikuwa unatarajiwa, kwa sababu Rais Jakaya na kwa maana ya serikali ya awamu ya 4 imefanya kazi kubwa sana katika nchi yetu. Na tukumbuka kwamba hata zile harakati za kuhakikisha serikali inaanzisha shule za kata, kufanya miradi mingi ya utekelezaji kwa maana ya utekelezaji wa ilani, actually serikali imetekeleza. Kwa hiyo pamoja kwamba vuguvugu la vyama vya upinzani ilikuwa ni kubwa katika kutafuta harakati za kushika dola, lakini kwa kweli tumepata ushindi wa rais, lakini hata wabunge kwa asilimia kubwa sana tumefanikiwa kwa wakati na madiwani. Kwa hiyo pamoja kwamba kulikuwa na changamoto binafsi na kulikuwa na mafanikio, naona kwamba kulikuwa na mafanikio makubwa. Pengine ndugu Major Laizer, wakati ukiwa chuo ni matukio gani, maana ulikuwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi katika serikali ya wanachuo, pengine ni matukio gani ambayo unakumbuka haswa ambayo unasema kuna tukio fulani nakumbuka hili na lile? Kwa kweli kuna tukio moja kubwa ambalo mimi limenikabili nikiwa chuo kikuu nikiwa speaker. Ndio. Ni tukio ambalo sitakaa nilisahau. Ni tukio la bunge la chuo kuazimia kuiondoa serikali madarakani na serikali ya wanafunzi. Kwa hiyo sasa lile limenikuta mimi nikiwa speaker. Sasa moja ile hoja binafsi kama speaker sikuipenda sana, kwa sababu lazima ilikuwa inanipa harakati fulani ya unaweza kujenga kukosana na chuo na utawala, kwa maana ya management. Lakini moja ya jambo ambalo kwa kweli sitakaa nilisahau na itabaki kwenye historia yangu ni ile harakati ya wabunge kuleta harakati za kuipindua serikali, kuondoa serikali madarakani kwa hoja ya ufisadi na namna ambavyo wanashindwa kusimamia haki za wanachuo. Mimi kama speaker nimelipokea na zilikuwa na hoja ambazo zilikuwa na mantiki. Kwa hiyo sasa ikanipa harakati ya kufanya connection, kuwasiliana na mwanasheria ambao ni wa chuo, kwa hiyo kumuuliza namna gani ambavyo tunaweza operate. Lakini moja ya wakati mgumu ambao ulikuwa inanipa ile hoja ya bunge ingekuwa sikuweza kulitekeleza, maana yake mimi speaker ningeondolewa yani ningeondolewa kwenye nafasi yangu. Kwa hiyo sasa katika harakati hizo, kwa sababu bunge wameshaleta hoja na kanuni nasema ikiletwa hoja lazima itekelezwe, mimi binafsi ilikuwa imenipa wakati mgumu, hasa ukizingatia zile campus ambazo mimi nilikuwa nasimamia kama speaker. Ilikuwa ni campus 3. Kwa hiyo kulikuwa na campus ya Masoka, campus ya Town campus, lakini kulikuwa na Mwiko. Kwa hiyo kulikuwa na kazi kubwa sana kupeleka zile hoja ili wanafunzi wakapiga kura ya kukubaliana na hoja ya bunge ya kuiondoa serikali. Kwa hiyo mimi kama speaker ilikuwa ni wakati mgumu sana kwangu, jambo ambalo kwa kweli imefika wakati chuo tukakaa, mkuu wa chuo pamoja na management nzima na bunge la chuo kutafuta namna ya kupunguza hiyo pressure ili isije kaathiri masuala ya taaluma, lakini kaathiri utawala, uongozi wa chuo. Jambo ambalo kwa kweli imefika mahali wanafunzi wamepiga kura, lakini kafika mahali tukatafuta namna ya kuweza kuimaliza ili chuo iweze kuikaa katika mwelekeo unaotakiwa. Naam, mtazamaji, ni Major Laizer Mneki, lakini pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Siha, akitupitisha katika historia kule alikopita katika nyanja mbalimbali hususan za kisiasa na masuala ambayo pia amekutana nayo ama harakati za hapa na pale, ikiwemo hilo la wanachuo kutaka kupindua serikali. Sasa mlimalizaje hilo? Mlifikia hatima, yani mlihitimishaje? Actually kilichotokea pale sasa, baada ya kuja kuzungumza na chuo, wanafunzi wengine wamepiga kura, lakini pia kuna campus moja ambao wao hawakupiga kura. Na hili ilikuwa ni tukio ambalo limekuwa surprise kubwa sana. Kwa sababu tulipofika pale lile eneo mchungaji mmoja nakumbuka aliposali pale,
kuna maneno ambayo ameyaweka. Sasa alipoyaweka yale maneno ikawa ndio simu kwamba wale wajumbe wakabidi sasa waka cool down kutokupiga kura. Kwangu mimi kanipa release, kanipa jambo, nikaona kwamba hili jambo sasa, kwa sababu campus moja imeamua kutokupiga kura, itakuwa ni njia mojawapo ya kusuluhisha ili jambo. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo tukaja katika meza ya mazungumzo, tukaweka vizuri, ikaonekana kwamba sasa kwa sababu campus moja haijapiga kura, ile serikali iendelee. Na ilipoendelea sasa, kilichotokea sasa ikaletwa hoja ya kumtoa speaker sasa. Tena. Sasa nakumbuka rais hoja binafsi kwamba sasa mbunge we sasa speaker tunakuondoa. Na tena kinachotokea ni kwamba wale watu ambao wamekuchagua wanasema sasa wewe hawakutaki. Sasa ilipoletwa hoja ile, mimi nilikuwa speaker. Ndio. Sasa waliposoma ile hoja wakawa kumbe waliokutengeneza ile hoja hawakutengeneza katika lile eneo ambalo nimechaguliwa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikamwambia, sasa hii hoja mbona hao orodha ya wanafunzi ambao wanachuo ambao umeorodhesha, mbona mimi si wa kwangu? Sasa ile hoja ikafutika, na baada ya hapo ikakosa nguvu, tukaje tukaituliza serikali na tukamaliza salama. Na hiyo ni mwaka wa 3 ambao sasa na sisi kwa namaliza chuo kikuu. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi hili tukio itabaki kuwa historia, lakini imenijenga. Lakini nakushukuru kwa sababu hata baada ya kumaliza yule rais akaniambia, yule ambao alikuwa anataka kuondolewa na bunge, akanishukuru sana, akaniambia kwa kweli kati ya vitu ambavyo umenisaidia, umenijenga kisiasa, kwa sababu lile bunge lilikuwa la moto, lakini bunge ambalo lilikuwa lina mtazamo ambao linataka kutujenga katika fikra ya uongozi. Ndio. Na mtazamaji, ni Major Laizer, mbobezi huyu katika medani ya kisiasa. Kumbe amepitia mengi, ndio maana nasema wakati mwingine usioni mtu ni kiongozi tu, ujue ametoka na historia kabisa. Huko alikotoka. Major Laizer, wewe ni umewahi kupata fursa ya kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa kwa maana ya MNEC. Ni moja ya watu ambao kwa kweli ni kikao kikubwa sana cha chama. Wa NEC hawa ndio wale ambao wanapitisha baada ya kutoka kwenye kamati kuu, nafikiri inaingia kwenye NEC, maamuzi ya chama napita kwenye vikao hivyo. Pengine ukiwa MNEC, ni yapi ambayo kwa kweli unayakumbuka kwenye Kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu actually hapa awali tumezungumza, lakini mimi binafsi bado namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa katika wilaya ya Siaya inabaki kuwa ni historia na heshima kwangu binafsi, kwa sababu ile nafasi imenisaidia kupata experience, kupata uzoefu ndani ya chama, lakini imenisaidia mimi kuweza kufahamu yale ambayo yanatakiwa yatekelezwe ndani ya chama na ndani ya serikali. Kwanza ni moja ya vitu ambavyo kwa kweli namshukuru Mungu, moja ya fursa ambayo nimepata. Kwanza nimepata fursa ya kuwasaidia kuwa sehemu ya mchakato ya kukijenga chama katika wilaya ya Siaya, lakini imenisaidia kushiriki kwenye kampeni za kuhakikisha kwamba tunapata ushindi wa chama chetu. Lakini pia moja ya tukio ambalo mimi nakumbuka nikiwa mjumbe wa NEC, kwa kweli itabaki kwa historia. Nimepigiwa simu na katibu wa CCM wa mkoa saa 11 asubuhi. Ndio. Ile simu aliponipigia akaniambia, wewe umeteuliwa na mwenyekiti wa CCM ambao wakati huo ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, kwenda China kwa ajili ya kwenda kukiwakilisha chama chetu na kushiriki baadhi ya mafunzo, kwenda China kwa maana ya jiji la Beijing. Kwa kweli nimepata nafasi hiyo. Nilipopigiwa simu ile, nilipoamka asubuhi nikafikiri kama vile ni ndoto. So sijawahi kuwaza kwamba naweza kupata surprise, lakini pia kuaminiwa na kiongozi wa kitaifa, hasa wa juu ambao ni rais wetu. Kwa katika mazingira kama hayo, nilipotoka pale nikapambana kutafuta passport, kwa sababu sikuwa nayo. Sikuwa na passport kabisa, kwa sababu sijawahi kufikiri naweza nikapata surprise kama hiyo. Kwa hiyo katika mchakato ule kwangu mimi nikawa najiuliza, nitapandaje ndege, nitaendaje, nitafikaje, itakuwaje, nini kitakachofanyika. Kwa kweli niseme tu kwamba kwa kweli ile jambo mimi binafsi imenipa surprise. Na kilicho nifanya ikabidi ilipofika saa 2 saa 3 nikampigia katibu wa CCM wa mkoa wa simu, nikitaka kujiridhisha hivi ile ni ndoto au ilikuwa ni kweli. Kwa hiyo ikabidi nikapigia mkuu, katibu, asante sana, vipi mkuu? Akaniambia jiandae kutafuta passport, unatakiwa tarehe fulani mwende China.
kwa kweli mimi binafsi ilikuwa surprise, na kweli ilipofika hata wenzangu waliposikia hawakuamini pale ilipokuwa nafanya kazi. Kwa hiyo wakaamini kwamba labda ni tengeneza tu habari ya mjini. Kwa hiyo lakini nataka nikwambie siku nilipopanda ile pipa ya kwenda Beijing China. Mimi kwangu binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli hilo imenipa heshima kwangu kuwakilisha wananchi na wanachama wa CCM katika wilaya ya Siha, kuwa sehemu ya viongozi ambao wameenda kupata mafunzo, kupata experience ya chama kule, kwa maana ile chama cha China, ambao kwa kweli kwa ujumla kuna vitu vingi ambavyo binafsi nimejifunza na nimeona kile chama kilivyo na nguvu, na hata unapoiona nguvu ya CCM kwa sasa bado kuna vitu ambavyo kwa kweli mpaka wapinzani wapate fursa kuondoa CCM madarakani itachukua muda mrefu, kwa sababu CCM imejijenga. Ni chama ambao kina mifumo na utaratibu ya uongozi ambao kuiondoa katika mifumo ya uongozi na utaratibu ya utawala nchi itakuwa ni ngumu sana. Na mtazamaji, wewe na Mheshimiwa Jakaya Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4, kuna nini nyuma ya pazia? Maana kwanza alikuteua kuwa ulipata nafasi ya kumsaidia kwenye wakati ukiwa chuoni, lakini pia ukapata nafasi ya kushiriki kwenye kampeni, na sasa unapata fursa tena ukiwa mneki kwenda nchini China kwenye kushiriki katika ni seminar nafikiri. Kwa napata mafunzo. Ni nini nyuma ya pazia, ama ni uwajibikaji wako? Mimi nafikiri kwanza kwangu mimi kuwa mjumbe wa NEC ilikuwa ni surprise kwenye chama. Lakini ile tukio la kugombea mimi na Mheshimiwa Aggrey Mwandri ilileta taharuki, na watu wakasema huyu mwalimu anayepambana na naibu waziri ni mtu wa namna gani? Wakati Mwandri ni naibu waziri. Yes, alikuwa naibu waziri. Kwa sasa nafikiri na wewe ni mwalimu. Mimi ni mwalimu. Sasa kilichotokea alipokuja Kilimanjaro, Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete alipokuja mkoa wa Kilimanjaro, tukapata kwenda kula chakula cha jioni na rais Ikulu. Sasa nilipojitambulisha akajiuliza, akamuuliza mkuu wa mkoa ambao wakati huo alikuwa ni Gama, Lawrence Gama. Akamuuliza, hivi ni ule mwalimu wa Minjingu? Akamwambia yes, huyo ndo yule mwalimu wa Minjingu. Kwa hiyo nafikiri baada ya hapo, kwa sababu haijachukua muda mrefu, nafikiri ni surprise tu rais yeye ameona kwamba huyu mwalimu mimi nafikiri ni aandamane na hawa viongozi wajumbe wa NEC wengine na viongozi wa chama, kwa maana maafisa makao makuu, ili kuweza kwenda kujifunza. Kwa hiyo mimi nafikiri limemvutia kwamba inakuwaje mwalimu anapambana na naibu waziri, lakini mwalimu akaja akashinda. Sasa basi kwa sababu Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa ni mtu wa kupenda sana kuandaa vijana na kuandaa viongozi, mimi nafikiri hiyo imenipa mimi fursa ya kupata hiyo. Labda tukirudi nyuma kidogo, Mheshimiwa Mneki Major Liza, tukirudi nyuma kidogo kwenye kinyang'anyiro kile cha uneki, kumwangusha naibu waziri najua si jambo dogo. Na pengine unakumbuka labda ni vitu gani, kitu gani ambacho kilikufanya wajumbe wakakuamini na hatimaye kukuchagua? Actually kwanza ile uchaguzi ilikuwa na naibu waziri mwenyewe ni Aggrey Mwandri ambaye ni machachari. Ni very tough sana. Tunamfahamu kabisa, mzee wa Toronto. Mzee wa Sukumandani. Kwa hiyo sasa kwangu mimi ile unajua pale nilikuwa nimesema kuna mchakato ambao tumepita. Tumechukua fomu katika ile hatua za awali, tulipochukua ikawa sasa kulikuwa na mvutano. Actually nakumbuka kama tumechukua watu watatu wakati wa Aggrey Mwandri na dada mmoja ambao tulikuwa naye alikuwa amechukua ujumbe wa NEC, kugombea ujumbe wa NEC. Tulipopelekwa kule juu sasa, ilipopelekwa ile mazingira yale yalivyotokea, ikaonekana chama ikarudisha kwa upya. Kutangaza upya nafasi ile ya kugombea ujumbe wa NEC. Kwa hiyo ile orodha ambayo imetolewa ya wagombea katika nchi nzima, wilaya ya Siha ilikuwa ni mojawapo ya wilaya ambazo zimerudishwa kamati kuu na halmashauri kuu imesema warudie kutangaza kwa upya. Sasa ilipotangazwa kwa upya, binafsi ilikuwa nimeogopa, nimepata hofu kubwa sana. Sasa inawezekana imeletwa kwa upya kwa sababu mimi ni mwalimu, inawezekana nijiondoe, mheshimiwa Eza apate nafasi, au kuna jambo ambalo linaweza katokea ikaniathiri kwenye masuala yangu ya utumishi. Sasa baada ya hapo sasa watu wakawa ilipotokea yale mazingira ya kuja kupata sasa, baada ya chama kuamua kwamba ile uchaguzi utakatangazwa kwa upya, tulipokuja wakachukua watu 8.
Sa wale watu 8 actually mheshimiwa naibu waziri kwa maana Agremwandri hakuweza tena kuchukua fomu baada ya kuona ile vuguvugu limekuwa na kelele nyingi na watu kutaka mabadiliko na vijana wasia kupata fursa ya kuwa viongozi. Kwa hiyo naibu waziri yeye akaamua kujitoa na hakuchukua tena fomu, na baada ya hapo sasa watu wengi wakahamasika kujitokeza, kwa sababu inawezekana pia watu walikuwa wanamuogopa, walikuwa na hofu kwa sababu unajua yule alikuwa ni kiongozi mkubwa, lakini mtu pia ambao actually ni jabali la kisiasa katika wilaya yetu ya Siha na katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi binafsi pale baada kwenye ile mchakato nikaingia. Kwa hiyo tulipoingia majina yakarudishwa 4. Tulikuwa tumechukua watu 8 na tukarudishwa watu 4, na mchakato ule kwa kweli waliokuwa tunapambana nao actually mimi nilikuwa kijana mdogo kuliko wale wote. Kwa sababu nakumbuka kulikuwa na mama mmoja alikuwa ni mtu mzito, alikuwa anaitwa Happiness Munu. Ni mama ambaye alikuwa very tough na rasilimali fedha. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi alikuwa naona kama ndiye alikuwa mshindani mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo na alikuwa anakuwa supported na wakubwa kutoka nje, na mimi kwa kweli nimepata supported kwa wanachama. Kwa hiyo kile nikapata confidence, nikapambana na ukweli, nikaja wanachama na wana CCM wilaya ya Siha wakanipa ridhaa, nikapata ushindi wa kishindo wa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa kupitia wilaya ya Siha. Kwa hiyo kwangu ile mchakato ulikuwa ni mgumu, haikuwa nyepesi kwa sababu kwanza mimi nilikuwa na bipu tu, lakini sasa katika kubipu Mungu akaonyesha njia. Kwa hiyo Mungu akasaidia, Mungu akasema hapana, huyu ndo anastahili kuwa kiongozi kwa sasa. Yes. Na kwa muktazamo bila shaka utakuwa umeshapata kujua Mejo Laizer ni nani katika medani za kisiasa, hususan katika wilaya ile ya Siha. Mwaka 2015 Mejo Laizer kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu, harakati za ubunge, na tumepata tetesi kwamba zilianzia pale kwa upande wako, harakati za ubunge mwaka 2015. Wewe ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao mnasemwa kwamba mtaingia kwenye kile kinyang'anyiro. Ni kweli kabisa. na pengine ukuingia ilikuwaje? Yes, mimi nafikiri ilikuwa actually mimi nafsi actually nina zile ndoto za kuwa kiongozi. Lakini kwa mazingira yale ya uchaguzi 2015 nilivyotangaza kupitia vyombo vya habari na actually ukijua kama nilikuwa mjumbe wa neki, ikaleta taharuki mkubwa sana kwenye chama, lakini ndani ya jimbo la Siha. Na watu wakasema sasa naibu waziri amepata mtu wa kupambana naye, amepata mwalimu ambaye anaweza akamngoa madarakani. Kwa hiyo ilipoleta pressure kubwa sana wazee katika wilaya ya Siha, ikaleta taharuki kwenye chama kule, ikaleta taharuki kwenye jamii. Kwa sasa ikabidi katengenezwa mazingira wazee wakaja na nafikiri next time nitaelezea ile mchakato ulikuwaje, na nafikiri itakuwa na uondo mkubwa sana wa kufafanua wale wazee walikuwa wamefanyaje, ikawaje, na kwenye chama kule kulikuwa na mtifiano wa namna gani. Joto lilikuwa kubwa sana. Ilikuwa joto kubwa sana kwenye chama pale mpaka tumetofautiana na watu wakubwa sana ambao baadaye nitakuja kuelezea. Mpaka wazee kabidi waje. Watu wengine, hata wengine ni watu wangu wa karibu sana, viongozi wakubwa ambao wanaamini mambo fulani. Kwa hiyo lakini baadaye sasa, kwa sababu tutakuja kuzungumza kwenye kipindi kijacho, nitaleta ile full package. Ili leta uondo kwa wasikilizaji. Na mtazamaji, huyu ni Mejo Laizer, na kama ambavyo umesikia sasa mchakato umefikia hapo kwamba 2015 anaingia kwenye kinyang'anyiro cha ubunge pale wilaya ya Siha au jimbo la Siha, lakini inatokea mtafaruku mkubwa. Mpaka wazee wanaibuka. Wazee kwenye chama kule vurugu. Kuna waka moto. Nini hasa tatizo lilikuwa nini? Kwa nini mwalimu anataka? Lakini sasa mbona inaleta kashikashi inakuwa kubwa? Ilikuwaje? Nitakuja kusema. Basi tuvute subira, wakati ujao tutapata nafasi ya kuweza kusikiliza au kuelewa ni kipi kilichotokea katika uchaguzi wa 2015. Ila kwa leo kwa kweli hatuna la ziada. Tunashukuru sana, nikushukuru sana ndugu yangu Mneki, Mheshimiwa Mejo Laizer kwa fursa na kukubali angalau kupata wasaa wa kuongea na at least watu waweze kumfahamu Mejo ni nani. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Na nikutakia kila laheri. Barikiwe sana. Asante sana. Asante sana. Basi hatuna la ziada. Bye bye. Bye bye.